Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna furaha kubwa leo ya wewe kwa nafasi yako uliokuwa ndani ya baraza umekuja hapa kujumuika na sisi, lakini pia unazindua magari mawili kwa ajili ya UMATA. Allah. Magari haya ni hii Coaster ambayo inapakia abiria kwa ajili ya maimamu na walimu wa madrasa kwa juhudi mbalimbali za dini, lakini pia ambulance ambayo inapakia wagonjwa na ikibidi jeneza vile vile kwa ajili ya kupeleka katika nyumba ya kudumu. Kwa hiyo binafsi tunakushukuru sana kwa kuzindua magari haya, na tunajua kwa ule uzinduzi wako Allah atatia baraka na hizi gari zitadumu muda mrefu bila spare inshallah. Kwa hiyo tunakuomba inshallah wewe unaendelea kutushika mkono, na baada ya hapo tunakwenda katika uzinduzi mwingine. Ama hakika kila mmoja lazima awe amefurahi katika nafsi yake kwa leo kuhudhuria katika maandalizi ya UMATA Day, lakini pia na zile harakati na nishatat na shughuli mbalimbali zilizowekwa kupitia siku hii ya maadhimisho haya ya UMATA Day. Kama ulivyotangulia kusema Mheshimiwa Sheikh wetu Sheikh Arif kwamba kuna magari ya aina mbalimbali ikiwemo daladala hizo na gari la wagonjwa, gari la kuweza kuwachukua watu wa dharura, lakini pia kuna na mambo mengine ambayo tutakwenda kuzindua. Kila mmoja lazima ashukuru na afurahi, lakini kitu kikubwa zaidi ni haya yanayofanyika ambayo ndio katika jamii yetu yamekuwa hayapo au kwa upungufu mkubwa zaidi. Nini? Huduma kwa jamii. Misikiti yetu inakosa huduma kwa jamii. Misikiti imekuwa kazi yake kuhudumia sala, lakini viongozi wa misikiti hawafikirii kuweka huduma kwa jamii, ikiwemo kama haya kuwa na magari. Msikiti uwe na magari ya kuhudumia waumini wake, msikiti uwe na madrasa yake, msikiti uwe na zahanati yake, msikiti uwe na famasi yake, kwa sababu wanaohudumiwa msikitini ni viumbe, ni binadamu. Hayo yote wanayahitaji katika maisha yao, lakini pia hata msikiti kuwa na shule yake ni vitu ambavyo ni muhimu sana katika maisha. Kwa hiyo tuwashukuru watu wa UMATA kwa kuanza hiki mlichokianza, na inshallah Mwenyezi Mungu atabariki. Amani ni kitu muhimu sana katika maisha. Amani hakuna asiyejua raha yake na baraka zake. Mbwembwe zote zinazofanyika katika nchi hii ni kwa ajili ya amani, utulivu na mshikamano. Kwa hiyo tuliohudhuria hapa, kila mmoja awe mjumbe, na katika msikiti wako jaribu kuimarisha amani, lakini pia kuelimisha waumini wako kuhusu amani. Waumini wako wale watu wazima na waumini wako vijana. Sasa hivi leo tunatoka katika sherehe katika mpango wa vijana uchumi, vijana uchumi challenge. Tumetoka huko ambako Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwepo na viongozi wengine kwa ajili ya kuwashindanisha vijana katika masala ya nini, ya uchumi. Sasa misikiti nayo pia inatakiwa izungumzie, ihamasishe, ielimishe kuhusu ubora, fadhila za amani katika nchi. Misikiti yote ikifanya kazi hiyo, nani ataandamana? Itakuwa shida kubwa sana. Kwa hiyo tusiache wajibu huo, tukitoka hapa tukahimize amani, tukahimize watu kujishughulisha, kwa sababu mengine yanatokana na watu hawana shughuli. Sasa tukasimamie hayo.